hapo tukusikilize. Huku kwenye TFF huku kunaonekana ni mtanange mwingine. Ukiachana na ule wa Yanga na bodi ya ligi, kuna ngoma nyingine ya Yanga na TFF. Ni kitu ambacho tokea jana nilikuwa nakizungumza, ni kwamba sio kitu kizuri kuweza kukisikia, sio kitu kizuri ambacho kinaweza kuleta sifa kwenye soka letu, ni kitu ambacho kinazidi kulichafua soka letu. Huyu anasema hiki, huyu anasema hiki. Bado hatujajua ni nani ambaye anaongea kitu ambacho kina uhalisia na ukweli ndani yake. Lakini kumbukumbu ambazo zipo, ilishawahi kutokea hivi kwa timu ya Lipuli. Waliwahi kudai pesa zao baada ya kupoteza mchezo wa FA, pesa za mshindi wa pili tokea mwaka 2019, wakaja kudai mwaka 2021. Hawa ni timu ndogo ambao walikuwa hawana nguvu ya sauti ya kuweza kutoka mbele ya hadhara na kusema na nani angeweza kuwasemea. Wakawa wanaomba kwa baadhi ya watu waweze kuwasemea ili mradi waweze kupata pesa zao. Baada ya kutokea ile Yanga, tukianza kuunganisha doti, inaonekana kwamba vitu kama hivi basi vipo ndani ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, lakini jinsi gani ambavyo tunaweza kuvitatua ili mradi tupate ukweli wa hili, wanapaswa TFF kuja na vithibitisho vyote ambavyo vinaonyesha kwamba walikubaliana na Yanga kwa njia ya maandishi kwamba pesa zao za ubingwa wanapaswa kulipa madeni ambayo Young Africans wanadaiwa. Lakini Young Africans nao wamekuja na taarifa nyingine ambayo inashtusha zaidi. Ndani ya misimu mitatu ambayo wamecheza kombe la FA, hawajafanikiwa kupewa hela ya mshindi wa kwanza hata msimu mmoja. Ni kitu ambacho binafsi kama TFF wamefanya kweli, watakuwa wamekosea zaidi. Yaani wamekosea sana, kwa sababu watakuwa wameuchafua zaidi mpira wa Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni mashindano ambayo hayana thamani yoyote tena, kwa sababu kama timu inacheza, inapambana na inafika mpaka finali, inachukua ubingwa na bingwa hapati stahiki yoyote ile ambayo alipaswa kuipata katika mashindano haya, yatakuwa ina thamani gani mbele ya hizi timu ambazo zinashiriki? Na itakuwa inazidi kuchafua mpira wetu, kwa sababu haya masakata ambayo yanaendelea sasa hivi ni mambo ambayo mpaka East Africa wanayasikia sasa hivi kutoka kwetu. Ni barua ambazo zinasambaa mitandaoni, na siku hizi kwenye hiyo mitandao ya kijamii kuna translation, watu wanachukua hizo barua na translate, wanaona kitu gani ambacho kinaendelea Tanzania kwenye soka lake. Kwa hiyo kama TFF ni kweli wamefanya hivi vitu ndani ya misimu mitatu, binafsi yani hakuna excuse kwenye hili swala ambalo linatokea. Lakini kama Young Africans wanaudanganya umma kutokana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi, walikuwa na makubaliano yao baina ya wao na TFF, basi nao watakuwa na makosa makubwa sana. Kwa nini watoke mbele ya hadhara na kuweza kuudanganya umma? Lakini yote kwa yote sio kitu ambacho kinaleta afya ya soka letu. Tumetumia nguvu kubwa sana kutengeneza brandi ya ligi ya Tanzania bara. Sasa hivi ni ligi ambayo kila kona inaimbwa kutokana na ubora wa vilabu vyake viwili hivi, Simba na Yanga, kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini tunataka kutumia makosa ambayo tunasema ni ya kizembe zaidi kwenda kuharibu ile brand yote ambayo tumehangaika kutengeneza kwa muda wa miaka karibia 7 sasa hivi. Tokea Simba Sports Club alipoanza kushika kasi, alipoanza kuwa vizuri miaka 4, hii miaka 3 ya Young Africans pamoja na 4. Kwa hiyo miaka 7 tunapambana kuitengeneza ligi iliyo bora na kuipigisha hatua, lakini ndani ya msimu mmoja tunaenda kuchafua kile ambacho tumekitengeneza kwa nguvu kubwa. Ni kitu ambacho hakitakiwi kuchekewa kwa namna yoyote. Kama TFF watakutwa na hatia kweli ndani ya misimu hiyo mitatu, hawakumuingizia pesa yoyote ya ubingwa Young Africans, na kulikuwa hakuna ushahidi ambao ulikuwa unasema kwamba bwana walikubaliana kwamba hela hii ikatwe kwa ajili ya kulipa madeni ambayo Yanga walikuwa wanadaiwa pale TFF, basi mimi naamini TFF watakuwa wamefanya makosa. Lakini pia kama Young Africans hichi ambacho wametoka nacho leo hadharani na kukisema kitakuwa ni kitu ambacho hakijafanyika, basi nao watakuwa na makosa. Wamewakosea Watanzania, wameikosea jamii ya wapenda football, kwa sababu watakuwa wamewadanganya kipindi ambapo wao wanajua kabisa kwamba kulikuwa kuna makubaliano ya kimaandishi ambayo sisi tuliyafanya na TFF. Lakini yote kwa yote, ili mradi tuje kujua mwenye kosa kwenye tukio kama hili, lazima kila mmoja aje na uthibitisho wake ambao unajieleza mezani. TFF si wanasema wana barua ambayo wanaandikiwa na Young Africans kwamba pesa za ubingwa zinapaswa kukatwa ili mradi walipe yale madeni. Waitoe hadharani, watu waweze kuiona, waje na uthibitisho na vitu ambavyo vinaweza vikatupa sisi ushahidi tosha kwamba kweli kulikuwa kuna makubaliano ambayo mliyaingia na Young Africans, ambayo uthibitisho wake ni huu. Watu wanapata kuelewa. Lakini kwa hili ambalo linaendelea, tunazidi kujichafua si wenyewe. Yaani hakuna mtu ambaye tunampaka matope zaidi ya soka letu la Tanzania. Tunazidi kulipaka matope. Wale ambao walikuwa wanatuona sisi kama ni mfano wa kuigwa, sasa hivi watatuona sisi sio mfano wa kuigwa tena kwa hichi ambacho kinaendelea. Na kwenye mfano wa kuigwa hapa, nakumbuka kuna baadhi ya timu zilikuja kujifunza kupitia akanawaza kwenye hiki ambacho kinaendelea. Walikuja Mazembe walikuja kutembea bwana, tipi wafundishwa na timu za bora. Yani walikuja kujifunza, sio kitu kingine. Walikuja kujifunza jinsi gani ambavyo wanaweza kuendesha timu, yani kuendesha zile akaunti zao za social media. Hicho ndio kitu kikubwa ambacho walikuja kujifunza. Unajua TP kwenye kutoa mataji, sio kwenye kutoa mataji. Yani vitu ambavyo wanataka kujifunza. Yani hizi
yani kwenye mitandao ya kijamii ujue timu zetu za Tanzania zinafanya vizuri sana. Yani kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavifanya wao, ukija kuangalia hata wao TP Mazembe licha kuwa na ubora mkubwa sana na moja ya timu ambayo imefanya vizuri hapa barani Afrika, wanashindwa kuiendesha akaunti yao ya Instagram na kuweza kufanya vizuri na kuweza kupata wafuasi wengi ambao wanaweza wakaisaidia baadaye timu. Lakini pia kwa upande mwingine wanaweza kwa walikuja kujifunza jinsi gani ambavyo wanaweza kuwabadilisha mashabiki kwenda kuwa wanachama. Unajua timu za Simba na Yanga kitu ambacho wamekiwini kwenye miaka ya karibuni ni ile hali ya kuwabadilisha wale mashabiki wao kuwa wanachama. Mshabiki asiwe tu mshabiki, awe ana nguvu na yeye pia ya kuchangia japokuwa kile kidogo ambacho anaweza kukitoa kwa ajili ya timu yake. Kipindi ambacho analipia kadi yake ya wanachama na kuwa hai, anakuwa amesaidia kwenye timu, sio peke yake tajiri aweze kwenda kupambana na kuhangaika na timu peke yake. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo ambavyo wanaweza kwa wamekuja kujifunza, lakini sio kujifunza jinsi gani ya kupata mafanikio kwenye soka, kwa sababu TP amefanikiwa kuliko vilabu vyetu vyote viwili hapa Tanzania. Sawa, Emmanuel Mayombo, ukilimaliza hili kwenye hizi barua kwa TFF na ile kutoka kwa mdhamini mkuu zimekaa kaaje hizi? Hapa naonekana vizuri yani hapo mimi kofia si usema lakini utaivua mpaka Simba kishacheza finali. Alafu hilo swali uje utujibu leo. Alichukua ubingwa. Nilisema tena sikusema Simba, nilisema timu yoyote ya Tanzania. Kuchukua ubingwa wa Afrika. Yani kuanzia Taifa Stars, timu Simba, Yanga. Ama under 20. Basi uvui tena. Hii haiwezi kutoka. Sisi tuko Kosafa. Kosafa. Kosafa tuchukue. Sema Sekafa labda. Unachukuaje wakati leo hata ukishinda goli 10 uendi kokote? Kwani tunacheza leo? Kesho. Hata tukishinda 10 hatuendi. Bana, kwenye hili sakata kwa upande wangu mimi narudia yale maneno niliyosema mwanzo. Yanga kwanza wanaleta huruma, wanataka huruma kwa mashabiki wao kwa sababu wanajua wana mashabiki wenye nguvu na kitu cha pili wanaleta unafiki kwenye mpira wetu. Kwenda Yanga kwenda TFF kwa sababu gani? Wanasema miaka 3 mfululizo hawajalipwa. Tukifuatilia barua ya bodi ya TFF, ndugu yangu hapa amesema Ali amesema imenyoka, walikubaliana kuna madeni sijui wakatwe. Na umesema mchezaji mmoja akikata ni kama milioni 16. Ina maana ukija kupiga hesabu kwa msimu ni pesa nyingi sana kwa wachezaji ambao Yanga wanao kwenye kikosi chao. Kwa hiyo mimi naamini TFF wamenyoka sana. Na wamesema pale mtu wa mahesabu wa fedha pale Yanga kesho aende wapi? TFF. Yanga pale. Leo kulikuwa kuna haja gani ya kuja kupost tena ile barua kutoa ule mchanganuo? Yanga wamekuwa wakifanya vikao vya mwaka vile. Hatujai kusikia hata siku moja wanasema wanaidai TFF. Leo hii miaka baada ya hili sakata la kuonekana msimu kwa sababu Yanga wanaamini bodi na waonea na TFF haipo upande wao, wanaamua kuanza kuyafukua ya nini? Yaani to me Yanga wanachokifanya Yanga kushindana na mamlaka. Yaani ni utovu wa nidhamu. Udai hela yako kushindana na mamlaka. Kwani ni miaka 3 hawajasema? Yaani leo hii Rema kwa sababu mwaka huu wa 4 ndio wanakuja kusema. Kwani wasingesema ile miaka iliyopita? Sio walikuwa nasubiri muda ufike. Hakuna cha muda. Inawezekana labda waliwaambia tulieni tutaona nini. Nakumbuka form 4 sijui form 3 anasema Death of Ferdinand ya Chiduki. Unajua kulikuwa kuna sababu za muda mrefu za vita, alafu kuna sababu za muda mfupi. Sasa ilikuwa inatafutwa sababu ambayo sababu kidogo tu kije kiwashe moto ambao sehemu ambapo alikuwa panavuka moto. Kwa mimi ninachoangalia hizi mambo hizi sijui wanadai hela sijui wanafanya nini, haya yamekuja mara baada ya sababu kubwa ya mechi namba 184. Haya yote yamekuja kwa sababu hiyo. Kwa mfano Young Africans kama walikuwa wanadai hizo pesa, maana yake walikuwa wanatuma maombi bana, tunaomba mtu ingizie pesa zetu. Na unapoenda kumdai mtu maana yake automatically naye pia anakujibu bana, sijakupa hii pesa kwa kuwa kuna wachezaji uliwasajili hujawalipia vibali nimekata, au nitakupa hizo pesa siku fulani. Kwa kama hakuna vielelezo vya aina yoyote, zao unatoka kwa maana kwamba mimi miaka 3 sijalipwa pesa za ubingwa, inafikirisha kwa maana kwamba huyu sawa anadai miaka 3. Lakini kwa nini alikuwa asemi aombi hizo pesa ziingizwe kwenye akaunti yake kama timu? Yaani sasa mimi leo mimi na Isa, mimi na Nila, mimi na Moyombo na Rehema ni marafiki, alafu siku tukivurugana unakuja kusema unajua hata ile ilikuwa ni mali yangu ile. Kwa hiyo inakuja kwa watu ambao wanakuja kufikiria kwa maana kwamba wanachozungumza ni issue ya kumchafua na sio lengo la wewe kupata pesa yako. Kama ilikuwa lengo ni Yanga wanataka pesa zao, uliandika barua kimya. No, yani barua ya TFF kwangu mimi imejitosheleza vizuri kabisa. Maana yake wameandika barua bana, Young Africans walikuwa wanaomba pesa za ushindi wawalipie wachezaji wao wa kigeni. Lakini pia hawajaishia hapo. Para ya mwisho amezungumza
kesho wamtume mtu wao wa fedha aende kuhakiki madeni ambao wanaidai TFF. Maana ilikuwa ni issue ya kusubiri masaa almost 12 kama sio 13, unasubiri hayo masaa unaenda kuhakiki pale bana, kweli bana tunawadai TFF. Kwa hiyo unapokuja na kwa mara ya pili unakuja ukiwa na ushahidi tosha wa huyo mtu wako wa fedha bana, ni kweli tumeenda tumehakiki, tumekuta kwamba TFF tunawadai kiasi fulani. Nadhani inge make sense sana na tungeanza pia kuatilia mashaka TFF. Lakini TFF wametoa nafasi ya wewe kwenda kuhakiki madeni yako, na wewe tena unakuja kuanza kujibizana. Yani naona yani ni issue ya kuchafuana zaidi badala hizi mambo kwenda kuziweka sawa na kuzifanya kwamba ziishe kitaasisi. Bana, hii ni taasisi kubwa, Young Africans ni taasisi kubwa, TFF ni taasisi kubwa ambayo inaheshimika na inapokea michango mingi ya fedha kutoka FIFA. Nchi zote wanachama wa FIFA huwa zinapewa pesa za maendeleo. Kwa unapoanza kuja kuleta dosari kwa maana kwamba hizi fedha hazifanyiwi kazi ambazo zinaelekezwa, kama pesa tu za mdhamini hazifanyiwi kazi ambazo zimeelekezwa, kwa hata pia FIFA wanaanza kukaa kufikiria kwamba hawa tuwape pesa kweli tutakwenda kufanyika kile ambacho sisi tulikuwa tunakifanya, kama haya ndio ambao wanafanyika nyumbani kwao. Inaanza kufikirisha kwa hiyo mwisho wa siku tutaanza kukosa hata hizo fedha ambazo zimekuwa zikitoka, fedha za maendeleo ya soka la vijana pamoja na wanawake. Kwa kwangu mimi naona Young Africans wamefanya hili jambo ni la kuchafuana zaidi badala ya kukaa na kulimaliza kitaasisi, kwa kuwa pia TFF wameshatoa hiyo loophole ya kuweza kulimaliza kitaasisi. Yani Ali, mimi sehemu ambayo mimi nataka nimchallenge Ali kidogo. Kama TFF wamekiri kwamba hizo pesa bado wanazo, Yanga kesho wapeleke mtu wao. Wewe unataka waanze kuposti Facebook ama Insta ya nini? Kesho baada ya kuyanga mtu wa Yanga kwenda kule ndio tunaweza tukapata hayo majibu. Lakini leo ukianza kusema hapa TFF baada ya Yanga kujibu hivi na uwaposti tena waseme vielelezo hivi, hakuna faida yoyote kwenye mpira wetu. Zaidi tunaendelea kufanya mpira wetu uwe Facebook na Instagram. Na hichi kitu ambacho tumekitengeneza wenyewe. Mimi nakwambia timu hizi kubwa Simba na Yanga wanapenda kucheza mpira Facebook na Instagram. Na ndio maana hata kwenye mechi ngoja kwanza nataka mpekee urudie sentence. Hichi kitu tumekitengeneza wenyewe kwa kuzilea hizi timu kubwa mbili. Mbona uwapo changi? Zinalelewa sana hizi timu. Yaani hizi timu wewe piga hesabu, hizi timu kuna kitu kikitokea unafika hadi unakuta kwa wenye mamlaka bungeni kule wanaanza kubishana kuhusu hizi timu. Wanazitetea. Kwa mimi nakwambiaje? Ndio. Simba na Yanga zimeenda hatua 10 mbele, zinaweza zikarudi hatua 20 nyuma kwa hii scenario inayoendelea hivi sasa. Na zikirudi hatua 20 nyuma itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa anasema kuteleza sio kuanguka. Na unapokosea nenda nyuma ukajifunze. Mimi kuna vipengele nakubaliana na Mwayombo, kuna vipengele hatuingikubaliana na Mwayombo. TFF wao ndio wamezilea hii club. Hebu imagine mtu anaenda kushiriki michuano sijui ya kombe la nini Afrika, ana viporo 4, anaacha viporo 4. Mpinzani wake anamaliza mechi kwenye ligi ya ndani, anaenda kukutana naye. Sio kwamba mtu anatembea kwa miguu kutoka hapa kwenda Misri wala sio mbali, kutoka hapa kwenda Morocco ama kutoka kwenda South Africa. Hautumia hata siku 2 kama unaenda Marekani. Huyu anashindwa vipi kusafiri? Anaacha viporo 3 huku watu wanakimbizana na ligi, kirudi anakuja kujipigia tu, Haijaanza hii msimu huu kwa Simba, hata misimu iliyopita. Kuna wakati Yanga alikuwa na viporo kibao. Mechi Jumapili ijayo katikati Jumatano ulikuwa unaweza kucheza ukasafiri Alhamis kwenda kucheza mpira Jumapili. Haya ni matokeo yake. Yaani haya ni matokeo yake. Na wakati mwingine mimi natamani wangezifuta kwanza hizi timu zikaenda huko ligi daraja la kwanza, kwa sababu kama hazina maslahi, mambo yake ni ya kila siku, tunakuwa tuna vitu vya kufanya. Mimi bado nasimama pale. Wanatupotezea muda ligi kuisha. Chani mwezi wa 8 nataka sisi tuona mchani. Yaani wanatuchelewesha sisi. Yaani hawataki kukubali. Huu mwaka tuna mambo mengi tunatakiwa tuyafanye. Yaani pa wanapo majali watu watekeleze. Mwakani tunatakiwa tuje na AFCON hapa sisi. Yaani umenielewa? Kwa hiyo wanatuchelewesha. Simba Yanga kila Simba. Zishushe huko ligi daraja la kwanza, watu wakapambane huko. Sawa, dakika. Kuna kitu kimoja ambacho tutaongea yote kwa yote, lakini TFF wanatakiwa kujua hili. Ndio. Huruma sio malezi hata siku moja. Waliviwekea sana huruma hivi wakiamini kwamba ni malezi. Sehemu inapohitajika kanuni wanaweka maamuzi ya busara. Wakiamini kuna watu wanachangia hadi TFF wanakuwa hivyo. Wamekaa kimya huko na wajulikani. Mimi nawaambia kuna watu wanapiga simu, kuna watu wanapiga simu. Yaani umesikia mpekewa hata hizo simu
sehemu penye kanuni itumike tu kanuni, kwa sababu mwisho wa yale yote ambayo tulikuwa tunayafanya kwa huruma tukiamini ndo malezi, ndo haya ambayo tunayaona sasa hivi yanajitokeza. Kwa sababu hivi vilabu sasa hivi vina nguvu ya kuvipanda kichwani chama cha soka. Na chama cha soka kisio na nguvu yoyote ile. Si ndo tunachojionea sasa hivi kinachoendelea. Kwa hiyo waliamini kwamba huruma ni malezi, lakini kinachokuja kutokea sasa hivi ni wamekilea wenyewe kwenye soka letu. Yaani unajua mimi najaribu kumwelewa Nila, lakini changamoto kubwa ambayo ipo kwenye soka letu. Changamoto haiko kwa watu. Yaani changamoto iko kwenye mfumo. Yaani nilikuwa naangalia pia matakwa ya Young Africans na Nila anazungumza kwamba hivi vilabu vinalelewa. Kuanzia kwenye uongozi wa Ndolanga, Fati imekuja sijui kina Lord Gachilatenga, maneno ni yale kwamba hivi vilabu vinapendelewa. Sasa hizi tuko chini ya ikaja issue ya Jamal Marinzi, bado tukanazungumza vilabu hivi vinapendelewa. Leo tuko kwenye uongozi wa Karia, bado tunazungumza kwamba vilabu vinapendelewa. Kwa changamoto kubwa sio vilabu kupendelewa, changamoto kubwa ni mfumo wa hivi vilabu, namna gani ambavyo tuje na mfumo ambao utaondoa hivi vilabu kuweza kunufaika mbele ya vilabu vingine. Hiyo ndio jambo pekee ambalo linaweza kuja kuondoa. Lakini hivi kuzungumza kwamba Yanga wanasema matakwa yao manne, moja uondoke viongozi fulani, wakija viongozi wengine, bado atakuwa anafanya kazi chini ya pressure. Bado tutaendelea kuona hivi vilabu vikua vinapata favor kuliko vilabu vingine vya aina yoyote. Kwa hiyo issue ya msingi, jambo ambalo tunatakiwa kuweza kulifanya ni kuondoa huu mfumo ambao upo wa kuzipa favor vilabu hivi vikubwa viwili. Naamini tunaweza tukapiga hatua. Lakini hivi tutaondoa viongozi wote, tutaondoa rais, tutaondoa CEO, makatibu, lakini bado hivi vilabu tutarudi pale kwamba hivi vilabu bado vinaendelea kupendelewa. Sawa, dakika bado 5 pekee ndizo ambazo zimesalia msikilizaji kabla tarehe 8 mwezi Machi ndo mara yao ya mwisho. Wamba wanatoa barua, alafu leo wakapita na barua nyingine. Isa, leo ni barua day. Ndio. Oscar Nixon anakuambia kumuita Mwayombo bila kumtaja mchambuzi wa majini. Ni mechi ya dabi bila taarifa kwa umma. Sio umma, ni umma. Wana sawa. Hii barua ya Simba kwanza inasemaje? Yaani mapema sana hapo. Saa 8 zilizopita. Kwa hiyo utapiga hesabu ni muda gani ulikuwa. Ndio. Klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kwa mchezo nambari 184 dhidi ya Yanga uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msiadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Mimi kwenye hii barua ndio Simba wameleta unafiki. Kwa upande wangu mimi. Ndio. Simba wameleta unafiki gani? Yaani unafiki. Sehemu ya kwanza ambayo hawakutakiwa kuizungumzia. Ndio. Wao ni wageni unajua kwenye mchezo. Wao wanaanza kusema bana, wanaanza yani wanatoa wapi kibali cha kusema mechi ipo? Kwani wao ni bodi? Mimi na wewe tuulizane hapa. Simba ni bodi ya ligi? Yaani Simba kwenye issue wao wanatakiwa wakae kimya tu. Wakae kimya, wakaushe, waache hii vita ya TFF, Simba, bodi ya ligi na Yanga na bodi ya ligi iendelee. Yaani mimi sijaona kama kuna haja yoyote ya Simba kutoka na kuanza kuandika hii barua kwamba wanawaambia mashabiki wao mchezo bado upo. Wanasisitiza no, wao ni wageni. Yanga ni mwenyeji wa mchezo. Eneo lingine ambalo mimi Simba sijaelewa pia. Ndio. Yaani ni kwanza kusema bana ule uchunguzi uliofanyika kipindi kile utoke. Umeona? Kwa sababu unakumbuka baada ya barua yao pale walisema hawatacheza mchezo mwingine wowote kama uchunguzi ama ripoti ya uchunguzi haitatoka, lakini mwisho wa siku Simba walirudi kucheza mechi, wakacheza mechi za ligi bila uchunguzi wowote ule. Sasa hatukusikia kwamba kuna mtu fulani amewajibishwa kutokana na ile mechi kuahirishwa ile siku. Ndiyo. Ama kuna watu fulani wamefungiwa kwa sababu ya kuwazuia ile siku, ila Simba walirudi kucheza mechi za ligi. Kwa mimi hapa Simba wakae kwa kutulia. Yaani kwenye hii issue Simba wakae kwa kutulia.
Najua hii ni janja tu ya Simba ya kuchochea moto. Ndio. Yes, lakini Simba hawezi kwanza kuizungumzia yeye mechi kama na yes, bodi ya ligi. Bodi ya ligi ndio watatuambia huu mchezo upo ama haupo, kwa sababu bado siku chache zimebaki hadi leo hii. Tunaona bodi ya ligi wenyewe licha kuwa wamesema mchezo upo, lakini hawajatangaza hivyo viingilio. Kwa hiyo Simba asigeuke kuwa bodi ya ligi akaanza kutangaza hivyo viingilio. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu hapa, mimi ninapozungumza mimi ndio kama Michael hii barua ina unafiki mwingi. Kama Michael, barua ya Simba ina unafiki mwingi. Sawa. Bwana Emmanuel Mwayombo ameanza hivyo. Kwanza amepigilia msumari katika hilo kuhusiana na barua ya klabu ya Simba ambayo imetoka mapema hii leo ikiugusa mchezo leo wa dabi ya Kariakoo ambao umepigwa umepanga kuja akilini mwako, na umeionaje barua yenyewe? Soka letu kivitu vyetu, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinazua maswali mengi sana mpaka sasa hivi na mtu unaweza ukavikosea majibu. Simba ni mgeni kwenye mchezo huu, na mchezo mpaka sasa hivi una sintofahamu nyingi. Si Yanga ambaye ni mwenyeji ameshaenda kupeleka barua ya kwenda kuhitaji uwanja wa Taifa ambao unatumika kwenye michezo yao ambapo wanakutana. Si bodi ya ligi wala si N-card ambao wanahusika kwenye kukata ticket kwenye mchezo wa Yanga, ambao wamethibitisha kwamba Yanga wameshafanya process zote kwa ajili ya mchezo huu. Lakini Simba wanatoka na barua wanawaambia mashabiki zao waende kwa wingi uwanjani na wakakate ticket. Je, hizo ticket wanaenda kukatia sehemu gani? Kuna muda hivi vitu tunaweza tukasema kwamba Simba kama wanaendelea kuweka petroli kwenye ile vita ya Yanga na bodi ya ligi, na kuna muda mwingine unaanza kufikiria kwamba labda kuna trending ambayo inatafutwa kuhusiana na masakata haya ambayo yanaendelea sasa hivi nchini Tanzania. Kwa maana kwamba Simba na wao wanataka kutrendi, yani ni zaidi wanataka kulitrendisha tu hili jambo, kwa sababu mpaka sasa hivi Yanga ambao ni wenyeji hakuna process yoyote ambayo wameifanya kuendea mchezo huu. Wewe ni mgeni, yani leo hii mwenyeji Remanangu yupo nyumbani kwake, ametulia kimya, hajakuambia kwamba ana shughuli. Wewe mgeni unatoka unaenda ukumbini, unaenda kufanya nini ukumbini? Unauliza sare ya shughuli. Kwa hiyo mimi nadhani hivi ni vitu ambavyo Simba walipaswa kukaa kimya, walipaswa kusubiri majibu kutoka kwenye bodi ya ligi. Hata jana yenyewe tumemsikiliza hapa Almas Kasongo, bado haonyeshi kama anajua mwafaka wa huu mchezo kama utakuwepo au hautokuwepo. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna muda vinaweza vikawa kama vinakupunguzieni weredi ambao mnao, vinapunguza ile CV ambao mlijitengenezea. Simba mara ya kwanza walitoka na barua yao ikijieleza vizuri kabisa na walikaa kimya wakionyesha msimamo wao. Sasa hivi pia mimi naamini wangepiga kimya kusubiri, kwa sababu hili ni sakata ambalo linawahusu Young Africans na bodi ya ligi. Wao Simba sasa hivi wangesubiri wapewe taarifa kwamba bwana mchezo upo kama kawaida. Wangeendelea kujiandaa na vitu vyote ambavyo vinatakiwa kwenye mchezo wangevipata kama taarifa ingetoka. Lakini mpaka sasa hivi kama unawaambia mashabiki wako tarehe 15 waende uwanjani, ndio tunafahamu uhalisia wa maisha yetu ya Kitanzania. Wataanza wajanja hapa kwanza kukatisha tiketi ambazo hazijulikani wapi zimetokea. Kesho na kesho kutwa mashabiki watafika uwanjani pale, mchezo haupo. Unakuja kuomba radhi tena wa mashabiki. Tukumbuke kuna siku mashabiki wa Simba wamekata tiketi kwa ajili ya mchezo wa Simba na baadaye wakaambiwa kwamba mchezo hauhitaji mashabiki. Kwa hiyo tusizidi kuwakosea wa mashabiki, kwa sababu tukumbuke nao ni binadamu. Wanatumia pesa kwenda kununua hizi tiketi, wanatumia nauli zao kutoka mikoani. Kwa hiyo leo hii unamwambia mshabiki aje Benjamin Mkapa. Just imagine anatoka mshabiki wa Simba kutoka Mwanza na kuja Dar es Salaam. Alafu baada ya kufika Dar es Salaam anakuja kuambiwa mchezo haupo. Huyu mshabiki je, unamfidia vipi zile hasara ambazo wamezipoteza? Kama wewe ambaye una jukumu la kutoa taarifa kwa mashabiki wako, uliwaambia njoeni kwa wingi Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mimi sidhani kama Simba walikuwa na uhitaji zaidi ya kuandika barua ya design hii. Simba wao walikuwa wanatakiwa kufocus na kwenye mazoezi yao na kupiga kimya. Wasubiri hii mechi kati ya Young Africans na bodi ya ligi. Itaishaje taarifa wao wangeipata. Kwa hiyo hapa masuala ya kuambia mashabiki sasa hivi eti njoeni kwa Mkapa tarehe 15 ni swala ambalo hali make sense. Watakuja vipi kipindi taarifa ya bodi ya ligi haijielezi kama mechi itakuwepo? Watakuja kufanya nini? Huyo mwenyeji tu ambaye anatakiwa afanye jitihada za kuupata uwanja mpaka leo ikakaa kimya. Kwa hiyo Yanga asipokodi ule uwanja, meneja uwanja ukifika pale tarehe 15 hana ripoti yoyote kuhusiana na hiyo mechi, hawezi akatoa funguo wala hawezi akafungua mlango. Kwa hiyo utamlaumu tena kwamba tulifungiwa nje, tulikatazwa tusiingie uwanjani. Kwa kuna baadhi ya vitu vingine sidhani kama vilikuwa vina msingi kwenye nyakati kama hizi. Hii ni vita ya watu wawili. Tuwaache kwanza watu wawili mpaka tutakapopata ile final say kwamba bwana mchezo upo siku fulani na huyo mwenyeji wa mchezo atakapo confirm, kwa sababu mimi naamini hata wao Young Africans pia wanahitaji mapato ya mchezo huu. Kwa hiyo kama mchezo ungekuepo hata wao wangeconfirm kwamba bwana mchezo upo tarehe 15 na sisi tupo tayari kuendea mchezo. Lakini mpaka sasa hivi kimya kilichotanda, sidhani kama kuna mchezo ambao unaweza kwenda kuchezeka tarehe 15. Nilo naona hamna dalili ya mchezo. Yaani sio hakuna dalili. Yaani hauwezi kuchezeka. Sio dalili tu. Mimi najua najiuliza, japokuwa ukiongea wenyewe mashabiki wanakuambia uwapendi. Ukiisema. Sasa jamani, walitumwa.
Mimi ndugu yangu Mpekeo mapema tulimuona Mpekeo react. Acha tu niwaambie ukweli. Mimi nikisajua mtanishambulia leo. Leo hawezi kushambulia hivyo ulivyo hivyo. Hivi nilivyopendeza. Hivi mlitumwa. Hivi pilipili usioila inakuashia nini? We kazi yako ilikuwa ni kusubiri tarehe 15. Umeleta timu, kuna zile mwamuzi anasubiri dakika zake zile. Ndiyo. Anapuliza kipenga, mnachukua alama zenu 3 na magoli yenu 3. Mnakaa kileleni pale. Mnasubiri michezo miwili iliyosalia kumaliza ligi na nyanyua mikono juu kwa hapa mabingwa. Mabingwa msimu Simba Sports Club. Habari imeisha au sio? Kwa mujibu wa sinema ilivyokuwa inaenda ndio ilikuwa inaelekea huko. Ni sasa hii umeenda kufungunywa tena mambo mengine na kuambia washabiki tiketi walizozikata. Kwa sababu tiketi sio walisema wenyewe wanasubiri kwa ajili ya Simba Day mwezi wa 8. Sisi zilikuwa zimesemwa hivyo jamani. Zile zilikuwa za RS Berkane. Hizi wanazoziongelea wao ni za mchezo uliopita. Match 3. Za 8. Match 8. Match 8. Okay, wameambiwa watazitumia tena. Wanaenda kuzitumia. Walikuwa wameingia uwanjani ile kadi unaweza kuscan mara 2 tena ikasoma. Sasa hapo si wao. Walivyoingia waliskani, si walipita tu. Hawakuskani ile kadi. Hawakuskani siku ile. Ilikuwa ina kuskani ile kadi. Sasa mchezo wenyewe ulikuwa unaonekana kabisa unaelekea kutokuwepo. Wale mashabiki ambao wanaenda wanaamka na mashuka uwanjani hawakuwepo. Sasa hao ndio kivumbi kipo. Unajua hii sakata limechukua sura mpya. Na kwa sababu bado taarifa nazo nyingi mimi sijazungumza. Hapa sijazungumza. Mimi nimejiuliza tu kama ambavyo nyinyi mmejiuliza. Hapa sijasema. Subiri maweze kusoma barua nyingine. Sawa. Bana, dakika ni 5 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla kufika majira ya saa 12. Umeipokeaje barua yao, lakini pia walikuwa sahihi ama wako sahihi kiasi gani klabu ya Simba kuandika katika hili? Binafsi sijaona logic ya klabu ya Simba kwa kile ambacho kwa wameweza kwenda kukiandika. Ukikao ukiangalia maana yake yale ndio kwa malalamiko yao ya kwanza kabisa. Wakati mchezo wakati wamefanywa vurugu kwa maana ya tarehe 7. Ndio. Malalamiko yao ya kwanza kuandika alikuwa ni yale kwa maana kwamba akidai majibu ya uchunguzi. Lakini mara baada ya hapo hatukuona majibu ya uchunguzi kutoka kwa watu ambao walikuwa na jukumu la kuweza kutoa hayo majibu ya uchunguzi, na Simba wao wakatoa, maana yake walisema kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo wa aina yoyote mpaka pale wale ambao walikuwa wahusika na vitendo waweze kwenda kuchukuliwa hatua. Lakini bahati mbaya kabla hawajaenda kuchukuliwa hatua, wao walikuwa tayari kwenda kucheza mchezo wa namba 184. Walikuwa wako tayari pasipokuwa na majibu kutoka kwa bodi ya ligi, majibu kutoka TFF walikuwa tayari. Lakini mara baada ya Young Africans kulaizi hoja zao na kuonekana kwamba ni hoja ambazo zina mashiko, tumeanza kusikia pia Simba Sports Club leo wamekuja na barua kwa maana kwamba na wao pia wanataka majibu. Nilikuwa nawaza Simba ambao walikuwa wako tayari kwenda kucheza mchezo namba 184 pasipo kufanyika uchunguzi ni Simba ipi, na Simba ipi ambayo walikuwa wako tayari kwenda kucheza mchezo, hawako tayari kwenda kucheza mchezo namba 184 bila majibu ya uchunguzi ni ipi. Kumbuka Ahmed Ally wao walikuwa wanasema wao wako tayari kwa kila kitu na wamejiandaa na mchezo namba 184 na majibu wakati huo yalikuwa bado hayajatoka. Sasa hizi wanakuja kuzungumza kana kwamba hawako tayari kucheza kwa kwamba mpaka majibu yatoke ndipo waweze kwenda kucheza mchezo, na kana najiuliza kwa maana kwamba kumekuwa kuna miscommunication baina ya uongozi wa klabu ya Simba pamoja na afisa habari, au kumekuwa ni nini ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Simba. Ukiangalia hapo awali Simba kupitia afisa habari wao walikuwa wako tayari kwenda kucheza huu mchezo pasipokuwa na kipengele cha aina yoyote, na ulisikia Ahmed Ally akizungumza na kwamba akihamasisha mashabiki kwenda uwanjani, akihamasisha mashabiki wa klabu ya Simba kununua ticket. Lakini leo kuja kuzungumza kwamba na wao pia wanataka majibu ya uchunguzi, wakati mara ya kwanza walionyesha kwamba wako tayari kucheza huu mchezo, imekuwa ikinifikirisha pia kuweza kujua kwamba ni namna gani ambavyo Simba ni kitu gani ambacho anakihitaji kwenye huu mchezo, kwa maana kwamba wako tayari kwenda kucheza mchezo au wao wanachokisubiri ni majibu ya uchunguzi ndipo waweze kwenda kucheza mchezo. Kwa maana kwamba nimekaa nijifikiria, nilikuwa naangalia ile barua nini hasa ambacho wanakitaka klabu ya Simba. Kiukweli mimi binafsi sijaona ndio yani logic ya kile ambacho walikuwa wamekiandika kwenye ile barua yao. Kwa hiyo wameandika tu hiyo umesema wewe. Sio ameandika. Yaani sijui kilitokea. Wameandika vitu visivyoeleweka. Yaani umeandika, yani unajiuliza. Unajua wakati mwingine tukiamka asubuhi tukishika simu zetu tunakuwa na hamu ya video, vinakuwa vina hamu ya kutype tu. Wewe unasema admin wa Simba video ile yake ilikuwa vina hamu. Alikuwa na hamu tu leo. Sasa pilipili ya shamba ama pilipili usio ile inakuwa shia nini?
sakata liko kwa bodi na we uogopi. Hasa we si usubiri tarehe ifike. Wewe ulishasema malalamiko yako umeingiliwa, umezuiliwa kufanya mazoezi. Subiri tu, kaa chini, kaa kitako utulie. Subiri tarehe 15 ifike. Usihimize watu akate tiketi kwa sababu kwa mchezo sio wako wako. Labda wana tiketi zao walipanga kwenda kuwauzia. Bwana, muda wa draw ndo huu hapa. Leo ni barua day na tumeitazama barua ya kwanza. Kabla tujaimaliza. Hatujamaliza bado. Okay, ina vipengele kwa sababu leo barua ziko. Kuna barua ambayo shirikisho la mpira wa miguu wameiandika. Lakini vile vile Yanga nao wadhamini ambao wanadaiwa hawajalipa pesa wameandika. Halafu baadaye naona kuna taarifa tena Yanga wameitoa wakieleza na vipengele vyao na mafungu. Sasa mimi nataka niweke maneno kidogo wakati wewe unachezesha draw hapo na kumtafuta mmoja ya mwakilishi, tumsikilize anasema nini. Nilikuwa naangalia hii barua ya Simba kwenye paragraph ya pili kabisa ya barua yao ambako wamesema ya kwamba mashabiki wasiadaike sijui na zile kelele kutoka mtaani. Yaani mtaani, mimi nadhani kama ongeweka sawa kwanza kwenye hili. Yaani unaposema mtaani tu, yani mtaani kivipi? Mbona kama unawavunjia heshima Yanga na bodi ya ligi? Yaani mtaani ni wapi yani? Wao wangesema labda msiadaike na maneno ya bodi ya ligi pamoja na Yanga ambao wanasema wao hawachezi. Lakini ukisema sasa mtaani tu, mtaani gani yani? Kwa hiyo kiukweli katika hili na wao mtaani kwa maana sio kwa maana ambayo najaribu kuelewa, kwa maana kwamba sio taarifa rasmi. Sio taarifa rasmi Yanga wanatoa kabisa. Yanga wanatoa taarifa yao kabisa, wanasema sio rasmi. Taarifa rasmi inatakiwa ifike sehemu rasmi. Taarifa rasmi ya Yanga kwamba hawachezi mchezo inatakiwa iende kwa bodi ya ligi ambao ndio wenye mamlaka. Bana, sisi tumewaandikia barua ya kutokuutambua mchezo namba 184. Wakizungumza hivyo, bodi ya ligi wao watakuja kujibu, bana tumepokea taarifa ya Yanga kugomea mchezo namba 184. Lakini hizi ambazo zinaendelea mitandaoni watu hawezi kwa ndocho ambacho najaribu kuelewa, kwa maana kwamba hiki ambacho kinaendelea mtandaoni sio taarifa rasmi, ni taarifa za mtaani, ni taarifa za mtandaoni tu ambazo sio kila taarifa ya mtandaoni unatakiwa pia kuweza kuijibia, na sio kila taarifa ya mtandaoni unatakiwa kuweza kuichukulia serious. Ndicho ambacho najaribu kumuelewa ambaye alikuwa ametype hii barua ya klabu ya Simba. Rehema mwakilishi anasemaje huko? Twende kwenye mabarua mengine. Sisi bwana, mpira wetu unaendeshwa na sanaa sana. Sanaa zipi yani? Yaani sanaa zimekuwa nyingi sana. Kaole, vichekesho ama sanaa yani sanaa, yani huyu Dar es Salaam mwingi. Kwa mtu ambaye amezaliwa mjini hapa atanielewa, lakini kama ni mwenzangu na mimi huwezi kunielewa. Yani mjini uko mwingi sana. Wakuja kama mimi. Ujanja. Yani ujanja unakuwa mwingi sana. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Hivi vilabu viwili, haya yote ni matokeo ya kuwabeba. Mmoja kulia, mmoja kushoto. Ndio. Wenyewe ni watoto wao. Yaani wewe ukiwa Mtanzania usipokuwa shabiki wa Simba, usipokuwa shabiki wao, unaonekana mshamba. Ukisema klabu moja, ukisema klabu nyingine unaonekana una hila. Lakini haya ni matokeo yake. Kwa nini waje waseme leo hawajalipwa, hawatocheza? Kwa nini wasiseme kabla siku wanamtandika Stand United pale KMC Complex? Kwa nini iwe sasa hivi? Alafu shirikisho umetoa barua. Vielelezo basi, kama kweli Yanga nyinyi wanawadai, walileta barua hizo kwamba mkate katika madeni yetu. Achana zile ambazo zinatembea kwenye mitandao. Sisi tunataka official ile kwenye peji yao kabisa ya Yanga. Ndio. Kwa sababu kwenye peji yao ya Yanga mpaka wakati huu hakuna vile zile ambazo zinatembea kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini wasingekuja na vielelezo vyao? Kwamba ndio tunawadai, makubaliano yalikuwa, barua imeandikwa na ofisi ya mtendaji mkuu, kama amesaini nani mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga, sina sainiwa pale chini. Lakini kuna barua ambayo mmeiona kwamba alisema madeni yake katika LA. Subiri nimekuuliza. Ndio. Umeiona barua au mimi pengine mimi sijavaa miwani, labda nivae miwani. Lakini kesho si ndio wamewaita aende mtaalamu wao wa fedha. Waende wakazungumzie. Yanga kabla hawajaenda wameandika barua. Lakini haya ni matokeo. Mimi narudia tena, kauli yangu ni ile ile. Ndio. Sheria na taratibu za mpira wa miguu zikisimamiwa, hivi vitu visingeweza kutokea.
Yani hivi visingena, mimi kinachoniuma zaidi wanatuchelewesha, sisi tunasubiri chani. Yani haya mambo yanavyoendelea, kwa sababu hiyo dabi itachelewa kucheza. Sisi tunataka kuona mbunge bwana, sisi tunapenda mpira, sisi tunataka kuona wataalamu wa soka wakija hapa tu tushuhudie soka. Mimi mbona naona kama haichezwi kabisa hii. Hiyo chani? Sio chani. Hiyo dabi ya chani, hiyo dabi hiyo. Wewe mimi nataka kusema kiishia hapa fresh tu. Ligi ikiishia hapa Ken Gold ashuki daraja wala Kagera Sugar. Kwa sababu wenzao watakuwa jamaliza michezo. Fresh turudi upya msimu. Turudi upya. Usilete utani. Ina maana Mtibwa asipande. Mtibwa asipande. Hata kama kuna mauzauza kama Mtibwa anapandaje. Yani watu wamepambana, watu wameuana, wanangu stendi kule wamtaka kupiga mtu. Sasa kuna mengi. Sasa kama hawa majiant wanafikia tu kutoa mataarifa haya. Wale wakina mwenzangu na mimi kina Mbuni FC wakina nani kule wenyewe wanaliaje kilio gani? Sio nakumbuka kuna wakati walikuwa wanashindwa kuicheza michezo kwa sababu kwani hali timu yake sinayo ikutana na mkasa huu. Wanashindwa kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine kwa sababu ya changamoto. Mimi nasema haya yote ni mtoto kadri unavomlea. Naomba niingie kwenye answer tafadhali sana. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na haya ni malezi ya miaka 80. Huyu ana 86 hawa kijani miaka 86 na wenzao wanasema ngapi? 85. 85. 86, Yanga anaenda 87. Miaka yao yote 87, wengine miaka 85 ndio wamelelewa hivyo tangu enzi hizo mpaka ikaja FAT, mpaka ikaja nini, mpaka sasa hivi imekuja TFF. Haya ni matokeo ya kuyalea. Hivi hali haujapata rekodi pengine labda ligi iliwahi kuvunjika huko nyuma na nini? Alikuwepo. Maana inawezekana haya mambo si tunaona kama ni mageni. Kazaliwa mwaka 2000. Kumbe aliwahi kutokea. Nishaisoma andiko ambalo liliandikwa na